Shalom. Jina langu naitwa Mwalimu Vincent Mwakisyala. Hii ni Hazina ya Kanisa. Kama hujasubscribe, nikutaki usubscribe channel hii na ushare kwa watu wengine wengi na Mungu atakubariki. Siku ya leo nataka niongee nawe jambo moja zuri sana. Yamkini unaweza kawa hulijui hili jambo, ila utalijua sasa hivi tunavyoenda kuliongea. Hii ni siri moja kubwa ambayo tunaenda kuifunua leo kwa neema na utukufu wa Mungu. Na siri hii ni kwamba hekima ya Mungu katika vizazi. Nataka niongee juu ya hekima ya Mungu katika vizazi. Wakati Mungu anamuumba Adam, anamwambia hivi, ongezekeni mkaijaze dunia. Wakati anamwambia ongezekeni mkaijaze dunia, ni kwamba Mungu alikuwa amekwisha kuumba vizazi vyote vya vipindi vyote vya karne zote ndani ya Adam. Kwa ndani ya Adam Mungu alishaweka mabilions ya vizazi. Ndio maana mimi nakwambia usipende sana kusadiki watu wanaosema Adam na Hawa hawakuwa watu wa kwanza, kwa sababu wako nje kabisa ya maandiko. Ila maandiko ni kwamba Adam na Hawa ndio watu wa kwanza, ndio baba na mama wa ulimwengu huu katika mwili. Sio, unanielewa? Kwa wakati Mungu amemuumba Adam, anamwambia kwamba mkajaze ulimwengu wote. Alikuwa kashatuumba sisi. Kwa sisi hapa, mimi na wewe unayeniona, tumeumbwa wote siku moja. Wote sisi tumeumbwa siku moja, na siku hiyo tumeumbwa ni pale Eden, katika bustani ya Eden tumeumbwa wote. Ila tu ni hekima ya Mungu kwamba atangulie huyu afuate huyu, atangulie huyu afuate huyu. Siku ile tutakapokuwa katika kiti cha hukumu cha Mungu, au tutakapokuwa katika ufalme wa Mungu, hakutakuwa na mtu mkubwa wala mdogo. Ingawaje maandiko yanasema nikaona watu wameamka, wakubwa kwa wadogo, maskini kwa matajiri. Kule mbinguni hakuna maskini wala ukabila. Sema sio watu wa lugha zote. Kule mbinguni ni lugha moja. Ingawaje maandiko yameandika hivyo ili tupate tafsiri nzuri ya kuelewa, lakini tutakapofika kwa Mungu ni lugha moja, ni watu aina moja, ni kule hakuna mwanaume wala hakuna mwanamke. Wote tunakuwa kitu kimoja. Sijui kama unanielewa. Hakuna kuoa wala kuolewa. Ndio maana mimi napingana sana na watu wanaokwenda kinyume na maandiko kwamba malaika wakaenda wakaoa wakati hawana jinsia. Na hilo ni sio somo langu la leo. Naomba ni stick kwenye somo langu. Ni kwamba wakati Mungu anatuumba sasa, alituumba siku moja. Wote dunia nzima tuliumbwa siku moja. Ila tu Mungu ameweka material, nitumie neno material, kwamba material yangu mimi ninapaswa nizaliwe katika miaka ya uko, sio, unanielewa? Niishi katika kizazi cha .com, niishi katika kizazi cha AI, niishi katika kizazi cha utandawazi. Kwa hiyo akaiona material yangu mimi nitaweza kuwa bora zaidi nikizaliwa kizazi hiki. Sio, unanielewa? Lakini akamwangalia Paulo, ameweka material yake ya kuishi karne ya kwanza. Akaona huyu akiishi karne ya kwanza atakuwa bora sana. Na mwingine akaweka karne huko before Christ. Sio, unanielewa? Kulingana na material ambayo Mungu aliyaweka na vile alivyoweka. Ndio maana nasema hivi katika kitabu cha Yeremia, kabla hujazaliwa nalikuumba. Kabla hujatoka tumboni mwa mama yako nalikujua. Kwa Mungu ananijua kabla sijazaliwa. Inamaanisha mimi nilikuwepo hata kabla sijazaliwa. Sababu Mungu alishaniumba. Mimi sijaumbwa siku ninayozaliwa. Sio, unanielewa? Siku ninayozaliwa mimi sio ndo siku niliyoumbwa. Niliumbwa kabla sijazaliwa. Sio, unanielewa? Kabla sijazaliwa niliumbwa. Niliumbwa wapi? Niliumbwa katika bustani ya Eden. Hiyo ni siri kubwa sana na iko very deep. Sijajua kama utakuwa umeielewa katika ile hali ya undani kama ambao ninaumaanisha hapa. Umeona? Lakini kwa msaada wa Roho Mtakatifu nimekuombea utanielewa tu. Sasa kwa sababu Mungu ameniumba mimi, material yangu ya kizazi hiki, ningelizaliwa mimi kizazi kile cha kina Paulo na Petro, karne ya kwanza, yamkini nisingeweza kusurvive katika kile kizazi. Nisingeweza kusurvive katika zile jamii. Nisingeweza kuishi vizuri kwa sababu sio material ya watu wa kipindi kile. Kwa hiyo nisingeweza kuendana na watu wa kipindi kile.
tunampenda sana Paulo na Petro na Yohana, tunampenda sana na mitume na manabii, lakini yamkini Paulo angezaliwa katika kizazi hiki angechemka, kwa sababu yeye sio mtu wa matirio wa kizazi hiki, sio mtu wa matirio wa watu wa kizazi hiki. Kwa hiyo yamkini Paulo na yeye angechemka kwa sababu sio wakati wake. Kwa hiyo nataka nikwambie wewe uliyezaliwa kwa kipindi hiki, umezaliwa kwa wakati sahihi sana. Mungu alikukusudia. Sasa shida ni kwamba watu tunatoka katika mfumo wa Mungu kwa kuanza kuita watoto wana haramu. Hakuna mtoto ambaye ni haramu. Mungu alimkusudia kila mtoto aliyezaliwa, Mungu amemkusudia azaliwe. Hakuna aliyezaliwa kwa bahati mbaya. Kwa hiyo nikutoe hofu wewe unayetaka kutoa mimba, huyo mtoto wako anakuja na kusudi la Mungu kamili. Kwa hiyo usitoe mimba, haijalishi umeipata kwa njia gani. Dhambi ni kuzini, ila kuzaa sio dhambi. Sio, unanielewa? Kwa hiyo hatuwezi tukamhukumu mtoto aliyezaliwa kwa dhambi. Baba hatachukua uovu wa mwana, mwana hatachukua uovu wa baba. Hatuwezi tukamhukumu mtoto kwa sababu baba alizini au mama alizini. Si kweli. Sio kama unanielewa? Si kweli, kwa sababu mtoto hana hatia, amekuja kuzaliwa kutimiza kusudi la Mungu la yeye kuwepo duniani. Kwa hiyo haijalishi wewe umezaliwa nje ya ndoa, umezaliwa sijui wapi, umezaliwa chooni, umezaliwa jalalani, umezaliwa porini, umezaliwa hospitali, umezaliwa popote, ili mradi umezaliwa na upo. Umezaliwa kwa kusudi kamili la Mungu. Wewe fikiria tu, wewe umezaliwa hospitali. Yesu alizaliwa kwenye zizi za kulishia ng'ombe. Pale ng'ombe anapolia, ndio Yesu anazaliwa pale pale. Just imagine sehemu kama ile Yesu anazaliwa, alafu ndo tunamuita mfalme na mkombozi wa ulimwengu. Kwa hiyo mpango wa Mungu hauangalii wapi unaanzia. Mpango wa Mungu hauangalii wapi unaanzia. Mpango wa Mungu unaangalia wapi unaishia. Hauangalii wapi unapozaliwa, unaangalia wapi utakapokomea. Sijui unanielewa? Kwa hiyo sasa nilikuwa nataka tuongee kuhusiana na hekima ya Mungu katika kila kizazi. Hekima ya Mungu. Ukiangalia kizazi cha kwanza, karne zile kabla ya Yesu, karne zile za kabla ya Yesu, vizazi vile watu walikuwa majianti. Walikuwa watu wana miili mikubwa, kulikuwa kuna yale majianti makubwa sana, lakini ukiachana naye, lakini wale watu wengine tu ambao walikuwa ni wa kawaida, normal people. Umeona wale watu ambao wako normal, wana maumbo ya kawaida, ukiwaleta leo hii bado wana miumbo mikubwa kwetu sisi leo. Bado wana maumbo ya ajabu kwa kwetu sisi leo. Sio, unanielewa? Ingawaje kwa kipindi chao walikuwa wanaitwa watu wa kawaida. Hasa kwa nini walikuwa wanaishi na maumbo makubwa afu walikuwa na nguvu? Kwa sababu kipindi kile kilikuwa kinahitaji kuishi kwa nguvu, kinahitaji msuli, kwa sababu unapotembea kipindi hicho hakuna teknolojia ya kujenga majengo na nini, mnaenda mnalala kwenye mapango. Kwenye mapango huko utakutana na nyoka, lazima mpambane naye. Utakutana na simba, lazima mpambane naye. Ndio maana walipewa mamili makubwa ili kuweza kuhimili mazingira wanayokabiliana nayo. Kwa sababu kabla Mungu hajakuumba anakuwa kashia kuandalia mazingira. Kwa alishawaandalia watu miili ambayo inaweza kusustain na mazingira ambayo watakuwa wanakutana nayo huko njiani. Sijui kama unanielewa. Sasa maisha yameendelea. Baadaye wanakuja tunazaliwa watu kama sisi ambao hatuna maumbo makubwa, hatuna nguvu kama wale watu wa zamani, lakini tuna akili kichwani. Sijui unaelewa. Kizazi hiki ni kizazi cha watu wenye akili. Kwa umeona sasa mambo yanabadilika. Zamani walikuwa wanajenga majengo makubwa lakini wanatumia analog, lakini sasa hivi tunajenga majengo kidigitali. Na tukitaka kuangusha jengo, zamani walikuwa wanaenda wanavunja na nyundo, wanafanya hivyo, wanavunja jengo. Sasa hivi kuna hadi namna ya kulibomoa jengo. Linabomolewa watu vizuri tu kwa njia ya technology na linaanguka. Kwa hiyo sasa hivi technology sasa hivi ni kubwa sana. Kwa kizazi sasa hivi ni kizazi cha maarifa, kizazi ambacho kina ujuzi. Hakina nguvu sana lakini kina ujuzi. Umeona? Ndio kizazi ambacho tupo sasa hivi. Ndio dunia ambayo tupo. Kwa kuwa tupo dunia ya watu wenye maarifa. Yesu anasemaje? Yesu anasema siku za mwisho maarifa yataongezeka. Na Danieli naye anasema hivyo, maarifa yataongezeka. Kwa maana hiyo anamaanisha nini? Anamaanisha kwamba kipindi chetu sisi ni kipindi ambacho maarifa yako mengi, maarifa yako makubwa. Kwa kipindi hiki ni kipindi ambacho watu wanatumia sana akili, watu wanatumia sana uelewa, watu wanatumia sana maarifa kufikiri, kuwaza, afu wanaamua. Yaani silaha kubwa ya dunia sasa hivi ni kichwani hapa. Hii ndio silaha kubwa kuliko silaha zote. Zamani upo silaha zao kubwa ni hapa, ubavu, nguvu, jeshi, wingi. Lakini sasa hivi silaha kubwa ni hapa, akili, kichwani.
Sio, unaelewa? Ndio dunia ambayo tupo sasa hivi. Ushindani mkubwa wa kiulimwengu sasa hivi ni namna ambavyo watu wanaelimika. Ushindani mkubwa ni namna watu walivyo na elimu kubwa. Ushindani mkubwa ni watu ambao wako wameendelea katika swala la elimu, swala la fikra. Sio, unanielewa? Ndio dunia ambayo tuko sasa hivi. Maarifa yataongezeka. Sasa nikupe tu ushahidi mdogo. Angalia watoto wanaozaliwa sasa hivi, alafu angalia na kipindi ambacho uko mdogo. Unaona ni watu tofauti. Katoto ka sasa hivi kapo kadogo mpaka kanaongea vitu. Nani kakafundisha? Yaani unaona kana akili sana. Yaani mtoto mdogo lakini anaongea vitu vikubwa mpaka unasema lo. Yaani kipindi chetu sisi hivi vitu tunavyoongea mtoto wa leo, tulikuwa tunavijua tukishafika miaka 12 ndio unaanza kukielewa kitu ambacho mtoto wa leo kashakielewa akiwa na miaka 5, 4. Mtoto wa miaka 4 anakielewa kitu ambacho sisi tulikuwa tunakielewa tukiwa na miaka 12. Miaka 10, miaka 9 ndio tunaelewa. Mtoto wa miaka 5, 4 anaelewa. Katoto ka miaka 3 kanaongea vitu mpaka unashangaa, Mungu wangu. Haka nani kakaeleweza haka? Nani kaka? Alafu sasa hivi watoto sasa hivi hata wachapwi sana kwa sababu watoto wa zamani sisi hapa tulikuwa tunatandika kwa sababu akili zenyewe hizi. Tulikuwa tunachapwa, tunakongolewa, ndio tunaelewa kwa fimbo. Lakini mtoto sasa hivi ukimweleza tu mambo hivi na hivi na hivi kanaelewa. Siku nyingine hata ukitaka kukatandika katoto tunakatafuta sema hata katoto nikikatandika sasa hivi hapa hata nikikachapa aka nikukaonya, tunakaonya. Siku unakatandika katoto na kweli kamekosea kweli. Umeona, kwa sababu vina akili sana. Umeona, vinaelewa sana mambo. Vina master vitu. Sio, unanielewa? Kwa ndio kizazi tulicho nacho sasa hivi, vitoto vina akili. Vinazaliwa vitoto vina sura nzuri na vina akili kichwani. Umeona? Sasa hichi ndio kizazi ambacho tupo. Maarifa yataongezeka. Siku za mwisho maarifa yataongezeka. Kwa hiyo ni wasii watu wa Mungu tujue nyakati tulizo nazo. Kama hizi ni nyakati za kuongezeka kwa maarifa, basi tukayatafute maarifa ili tuweze tukaishi vizuri na watu wa kizazi hiki. Tutafute maarifa. Kizazi ambacho watu walikuwa wanaishi kwa nguvu, jamii hizo, miaka hiyo, watumishi wa Mungu nao walikuwa wako very strong kwenye mwili, walikuwa na powerful. Nuhu anajenga safina, sio mchezo. Miaka 120 safina inajengwa. Anaenda kukata miti ya mvinje, na maisha jamaa lilikuwa liko very strong enough katika mwili. Na Mungu akitusaidia siku moja tutajifunza kuhusiana na habari za safina ya Nuhu, jinsi alivyoitengeneza na mpaka inakamilika. Kuna siri nzito sana pale kipindi chake, watu wa kipindi kile, jamii ya kipindi kile, maovu na nini. Kuna siri nyingi sana ziko pale, tutazielezea. Kwa hiyo unaona kabisa huyu Nuhu alikuwa ni jitu li strong kweli kweli, lina misuli, lina nguvu, linatengeneza safina, liko yeye na familia, watu 8 tu. Wanatengeneza safina, wanaume 4 katika watu 8 wanaijenga safina, wanakata mbao, wanakata miti, wanaingia polini, wanalanda, wanaichonga ule mbao, kwa sababu Mungu alishapa vipimo na mbao inatakiwa iwaje, ikatwaje, wanaenda kutengeneza lami, alishapa vipimo kile. Kwa hiyo walikuwa wanatakiwa waende na ramani ya Mungu, wakikosea wanabomoa, wanaanza tena, mpaka miaka 120 inatengenezwa safina tu, safina moja. Inaonyesha kabisa watu walikuwa wanatengeneza ile ni strong. Umeona? Kwa hata watumishi wa Mungu walikuwa wanaendana sahihi kabisa na haina ya kizazi walichonacho. Kwa sasa hivi ni hatari sana, watumishi wa Mungu hawaendani na jamii ya kizazi cha watu wa sasa hivi. Kizazi sasa hivi ni kizazi cha elimu, watu wa Mungu, lakini watumishi wa Mungu wengi wanaipinga elimu, hawataki kusoma. Wanasema eti Yesu alisoma wapi? Umeona? Wanajitetea, Yesu alisoma wapi? Paulo na Petro alisoma wapi? Paulo alikuwa amesoma sana elimu ya Biblia hii. Torati ya Musa ilikuwa kaimaster hiyo kichwani. Ndio maana Mungu alimtumia kwa viwango vingine kuliko wengine, kwa sababu alikuwa ni msomi mzuri sana. Petro, Yohana na Yakobo wamekaa na Yesu, wamefundishwa chuo cha miaka 3 na Yesu. Kukaa na Yesu miaka 3 ni chuo tosha kabisa, zaidi ya chuo hata cha Harvard. Umekaa miaka 3 na Yesu mwenyewe, unafundishwa kwa practical, unafundishwa kwa theory, anakufundisha kwa mifano, anakufundisha kwa ishara. Kila kitu unakiona kwa macho hivi. Wewe kuna elimu gani zaidi ya elimu hiyo? Kwa hiyo ukiniambia mimi Petro na Yohana hawakusoma, mimi nakushangaa tu na kuona wewe bado uelewi vitu. Umeona? Petro na Yohana wamesoma. Sasa hivi kuna wachungaji hawataki kwenda kusoma vyuo vya Biblia, ni hatari. Na kuambia mtumishi wa Mungu, naye niangalie video, wewe unaisikiliza hapa, kama unachungwa na mchungaji ambaye hataki, kuna mchungaji ambaye hajasoma hii elimu ila ana mpango wa kwenda kusoma elimu ya Biblia, ana mpango wa kwenda chuo kusoma Biblia, kujifunza Biblia, anao mpango huo. Alafu kuna mchungaji ambaye hajasoma na hataki kwenda kuelimika, hataki kabisa. Ni hatari kuchungwa na mtu ambaye hataki kwenda kujifunza kwa habari ya Mungu. Wanaona kama wanajua vitu vingi, na ukisikiliza mafundisho yao unakuta wanapotosha vitu vingi sana.
Wanapotosha vitu vingi sana. Ndio haya mambo kusema eti nani yule pale Adamu na Hawa, tunda lilikopo linaongelewa pale ni sehemu za kike za Adamu, alafu nyoka alikuwa ni sehemu za kiume za mwanaume. Umeona sasa, sehemu za kike za Hawa na sehemu za ndo nyoka na tunda. Kwa hiyo unaona vitu vya ajabu, kwa sababu watu wanakataa kusoma, wanakataa elimu. Umeona? Kwa hiyo ni kizazi ambacho tunatakiwa tusome. Watumishi wa Mungu, nendeni mkasome, tujifunze. Kwa sababu kizazi hiki ni kizazi cha maarifa kuongezeka. Kama maarifa yanaongezeka, dunia tunaona inafanya mapinduzi makubwa ya maarifa, basi na kanisa na lenyewe tukasome, tuongeze maarifa yetu, ili tukaenda kuwahubiria watu wa nje ambao wameelimika, tukawakamate, kwa sababu na sisi wenyewe tumeelimika kwanza. Sisi kama sisi hatujaelimika, useme Roho Mtakatifu anatosha. Roho Mtakatifu anatosha kweli, lakini Roho Mtakatifu ni wa utaratibu. Haendi na watu wavivu ambao wanakataa elimu, wanakataa kujifunza, wanakataa kupondeka, kwa sababu hiyo ni roho ya jeuri na kujiona kwamba uko juu. Wanasema kila mtu anaenda vyuo vya Biblia akirudi anakuwa amepoa. Sio kweli. Sio kweli. Watu tunaona wanaenda kule wanarudi wanafanya kazi ya Mungu. Na watu wote ambao wamefanya kazi ya Mungu wenye mapinduzi makubwa, angalia mapinduzi ya mara nyingi yanaanzia kwenye vyuo vya Biblia. Nini haya? Milipuko ya nguvu za Mungu. Mauamsho makubwa kwa wanafanya katika vyuo vya Biblia. Haujasoma tu historia kwa sababu vile elimu ipendi, lakini mapinduzi makubwa yalikuwa yanaanzia kwenye vyuo vya Biblia. Huko watu wanakutana na nguvu za Mungu sizo za kawaida. Kwa nini? Kwa sababu watu wa kizazi hiki hatutaki kujifunza, hatutaki kukaa darasani. Na hapa ndipo shetani ambapo katuweza sana, kwa sababu shetani anajua hiki ni kizazi cha maarifa. Kwa ndaingiza ujinga, ndawekeza ujinga. Na asilimia kubwa ya kanisa la sasa hivi kinachotutesa ni ujinga. Yaani kitu kinachotutesa kanisa la sasa ni ujinga. Watu ni wajinga. Watumishi wa Mungu hawataki kuelimika, hawataki kujifunza, hawataki. Wanaona kwa sababu wanaweza wakachunga watu 10, 15, 20, 100, 200 au 2000, 5000, basi wanaona wameshamaliza. Wanasema Mungu anatosha. Roho Mtakatifu anatosha. Kuna hatari ya kudanganya watu wa Mungu. Kuna hatari ya kulibadilisha neno la Mungu kwa sababu hatutaki kujifunza. Na sasa hivi niseme kitu kimoja cha ajabu sana ambacho kinatokea sasa hivi, ambacho ninakiona. Shetani anaamua kuitumia teknolojia kuliharibu kanisa. Yaani sasa hivi shetani anaamua kutumia teknolojia kuliharibu kanisa. Yaani ni hatari sana. Teknolojia sio mbaya, ni nzuri. Tukitumia kanisa kwa manufaa ya Kristo inatusaidia, lakini shetani anatumia kuliharibia kanisa. Sasa hivi kuna watumishi wa Mungu hawasomi Biblia, wanaenda kwenye AI, wanaomba kuletewa somo. Yaani mtu teknolojia inamletea somo la kuwafundisha watu ambao wanateseka, watu ambao wanapitia hali ngumu, watu ambao wanamtaka Mungu. Yeye anaenda kuitaka teknolojia impe somo akawafundisha watu wanaomtaka Mungu. Just imagine, huyu Mungu ambaye tunamtafuta sasa hivi, tunamtumikia sasa hivi. Mtu anaenda kule anaambia naomba somo la maombi. Anapewa somo, anapangiwa na mifano, anapangiwa na teknolojia kweli. Anaenda kuwahubiria watu ambao wameumbwa na Mungu. Teknolojia inampangia cha kufanya. Sio, unanielewa? Teknolojia ni nzuri tukitumia katika sehemu sahihi. Ninajifunza, natumia sehemu, naitumia teknolojia kama ni miongoni mwa nyenzo nzuri za mimi kujifunzia. Naitumia teknolojia kama ni nyenzo nzuri za mimi kujifunzia. Ila nisitumie teknolojia kama ndio kila kitu sasa. Yaani ndio niamulie kila kitu. Si sawa. Si sawa, watu wa Mungu. Turudi katika njia sahihi ya Mungu. Tumtafute Mungu na nguvu zake. Uamsho unawezekana sana kama tutasimama katika nafasi nzuri. Ila hivi tulivyo, kuna hatari kanisa la Mungu kuingia shimoni. Na hii hatari ni mbaya sana, na ninaiona inaenda kwa kasi kubwa sana, kubwa sana. Watumishi wa Mungu sasa hivi wanashinda mitandaoni kweli. Mtumishi wa Mungu anakaa online, ukiingia online unamkuta masaa yote kunasema anahubiri mtandaoni. Wewe unamtafuta Mungu saa ngapi? Ndio maana sasa hivi unakuta eti mtu anaenda milimani, anajipiga picha, amepiga magoti, anasema tuma maombi nikuombee. Wewe mlimani unaandika kwenye mtandao tuma maombi nikuombee. Mtu acomment maombi pale, eti acomment maombi umuombee mlimani. Unatafuta kiki. Kwa hiyo sasa hivi tunaona mitandao inavyotumika. Ni hatari sana kwa kanisa la Mungu. Lakini ashukuru Mungu, tutarudi tu katika njia sahihi. Mungu anakotupeleka ni kuzuri sana, tukimtii tutafika na tutarudi katika njia sahihi ya Mungu. Naomba kwa leo tuishie hapa. Ikimpendeza Mungu tutajifunza vitu vingi kwa kadiri ambavyo yeye atakuwa anatuongoza tujifunze. Na kama unatamani, umeguswa na maneno haya na unatamani kuwa sehemu ya huduma hii, basi nafasi hiyo ni kubwa sana. Unaweza ukaungana na sisi kwa sadaka yako na mchango wako, ili tusaidie kuendelea kufanya kazi hii ya Mungu na kuendelea kuwafikia watu wa Mungu sehemu mbalimbali.
Haya masomo ni masomo yanayotengeneza kanisa, ni masomo ambayo yanaimarisha kanisa. Kama wewe umekuwa ni mfuatiliaji wa chaneli hii, umekuwa ni mfuatiliaji mzuri wa chaneli hii, utakuwa shahidi kabisa kwamba masomo ambayo tunayafundisha hapa yanaimarisha watumishi wa Mungu wengi sana, wengi sana. Kwa unaweza ukawa sehemu ya huduma hii kwa kutoa sadaka yako hapo ulipo kwa namba unazoziona hapo. Sadaka yako itafika sehemu sahihi kabisa na itafanya kazi ya Mungu na itaturahisishia kazi ya Mungu kufika sehemu sahihi kabisa. Kwa hiyo unaweza ukatusapoti kwa sadaka kwa kadri Mungu alikubariki, lakini usiache kutuombea. Maombi yako ni muhimu, kazi hii ina vita kubwa sana. Kwa tuweke kwenye maombi, tutaje tusema tu hata watumishi wa hazina ya kanisa. Mungu awasaidie na wakumbuke, awashike mkono. Na kama hujasubscribe, tusaidie kusubscribe, lakini pia hata kushare video hizi ni utumishi wa Mungu pia. Kwa hiyo hata ukishare video hizi kwa marafiki na jamaa, wakaja watu wakajifunza hapa, ni moja ya jambo kubwa sana ambalo umelifanya katika ufalme wa Mungu. Kwa hiyo naomba share kwa watu wengine, subscribe na Mungu atakubariki. Jina langu ninaitwa Mwalimu Vincent Mwakisyala. Mpaka wakati ujao.